Tofauti kati ya zamani na sasa hivi. Tofauti yake ni kwamba kwanza wenyewe viongozi sasa hivi wameshajua kwamba wananchi wanatambua haki zao. Japo si wengi, sauti bado haijawa ya wengi zaidi. Kwa hiyo nao wenyewe sasa hivi viongozi wanajaribu kuwajibika kwa kadri iwezekanavyo ili kuweza baadaye kunufaisha wananchi ambao ndio waliowaweka pale madarakani. Kwa kweli tutapata maisha bora kwa sababu watu wameanza kuogopa. Kiasi chochote cha fedha kilichotengwa, kiasi chochote kitumike kama kilivyopangwa kwa niaba ya wananchi, kwa sababu wote tunahitaji maisha bora kwa kila Mtanzania. Katika masuala mazima ya uwajibikaji katika sekta ya afya, tumeweza kuwajibika katika kufuatilia mapato na matumizi ya serikali na vile kuweza kujua kwamba mbinu gani serikali wanazotumia kuwapa fedha katika zahanati na matumizi gani yanayotokea katika zahanati, hospitali na vituo vya afya. Na vile kwamba tumeweza kujua kwamba katika zahanati zetu hizi kuna baadhi ya madaktari wanashindwa kutoa taarifa, lakini vile ufuatiliaji huu umeweza kuifanya serikali iweze kuongezea sekta ya afya mapato zaidi, na mpaka mwaka jana, mwaka wa fedha, katika sekta ya afya ilikuwa ya pili kwa kupata asilimia kubwa ya mapato. Baada ya mikakati yote ya uwajibikaji na uwazi kufanyika, sasa hivi vitu vyetu vyote vinaenda katika mstari ulio sahihi. Vitu vyote tunapata, na baada ya kuweka kwamba huduma zote ziwe chini kabisa. Kwa hiyo sasa hivi kama zahanati na kupitia ujumbe wa bodi ya afya wamepewa uwezo wa kupanga ile mikakati yao. Baada ya zamani ilikuwa inatoka kwenye serikali kuu kuja moja kwa moja, lakini sasa hivi kutoka chini ndio wanapendekeza mapendekezo gani, vitu gani vifanyike katika ile zahanati husika na kwa wakati gani. Kwa hiyo sasa kimeonyesha uwazi mkubwa kabisa kwamba kama kutakuwa na tatizo zote litakuwa inaonekana. Na sasa tunafurahia sana kwa hii hali iliyopo kwa sababu inaweka uwajibikaji na uwazi zaidi. Ni watu wenyewe wanakaa, jamii inakaa, wanafanya vitu vyao, wanapanga nini kifanyike na kwa wakati husika. Kwa sasa hivi jamii imehamasika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, kichukulia katika klabu zetu hizi zinazoipata kutoka katika hizi klabu, wanaweza wana ile hali, wana ile nguvu ya kuweza kwenda kuhoji katika vituo vyao vya afya wanapokwenda na kuuliza, mbona hatujaona ratiba zote au tujaona information yote inayohusiana na mapato na matumizi ya kituo chetu? Kwa sababu tumeambiwa hii ni haki yetu kujua. Tukijua haya mapato tutaelewa ni nini kilichopangwa na nini kinachofanyika sasa hivi. Kwa kweli tunashukuru kwamba jitihada ambazo tulizo nazo zimesaidia kufanya vijana wengi kwanza wafahamu nini maana ya sekta ya afya, wafahamu nini faida ya kujua haki zao za msingi katika masuala mazima ya afya. Kwa mfano, katika kata yetu ya Mbezi hii imeweza kusaidia vijana wengi kuwa na mwamko katika masuala ya kwenda kujua wajibu na haki zao za afya, na ndio maana tushaye kufanya semina kwenye kata yetu ya Mbezi. Tumefanya mijadala na makongamano mengi mpaka mwaka huu, na tumefanya zaidi ya mijadala 20 kwa mwaka huu peke yake, na hali hii imewafanya vijana wengi waweze kuamka, na tuna wanachama wengi katika shule hii ya Mbezi, shule ya msingi. Rai yangu kwa serikali, wafadhili, wadau mbalimbali wanaohusika na zoezi hili la uwajibikaji na uwazi katika sekta nzima ya afya, lisiishie tu mikononi mwa mikoa fulani sio upendeleo, bali naomba liende katika mikoa yote, wilaya zote, tarafa na kata, hata vijiji vyote venye huduma kama hizi, basi kuwepo na uwazi huo na uwajibikaji huo katika kila hatua kwa hatua, ili tuweze kufanikisha na hatimaye kuishi katika maisha ambayo yanatakiwa kwamba kila mtu kinawezekana kama kukiwa na wajibikaji na kama kukiwa na wazi katika kila kitu kinawezekana, imradi tu mipango yetu iwe endelevu, isiishie tu njiani. System nzima ya uwajibikaji au taratibu mzima tunazungumzia uwajibikaji wa kijamii ambao una lengo la kuhakikisha jamii ya Kitanzania inashiriki zaidi ya kuhakikisha viongozi, taasisi za Kitanzania zinawajibika zaidi kwao. Imekuja wakati ambapo pia kuna mjadala au kuna taratibu mpya za kuisaidia serikali ya Tanzania kupitia wanaita General Budget Support Mechanism, kwa nchi wafadhili au mashirika wafadhili kutoa msaada au kutoa msaada kwenye budget ya serikali moja kwa moja, badala ya kutoa msaada kwenye miradi mbalimbali moja kwa moja. Kwa maana kwamba serikali sasa inasema sisi bajeti yetu kwa mwaka huu ni kiasi hiki. Kiasi hiki tunaweza kukusanya kutokana na kodi na vyanzo vingine vya mapato. Kiasi hiki hatutaweza kukusanya, basi wafadhili wanachangia. Tofauti na zamani ambapo wafadhili walikuwa wanasema sisi tuchangia mradi fulani ambao utatekelezwa na fulani katika mkoa fulani au katika taasisi fulani moja kwa moja bila kuipitisha kwenye bajeti.